2011 ambao ulikuwa ni muda sawa na ule wa Mabatini. Sababu ya kutokamilika ndio hiyo ambayo unasema kwamba miundombinu ya umeme na maji, na mpaka sasa hivi hata baadhi ya miundombinu mmoja wa maji haujatolewa bado, lakini tunaendelea. We believe imebaki kitu kidogo sana, watu wa maji watamalizia tu. Lakini mkandarasi kwa maana engineer, kwa taarifa nilizonazo, ndio nje na kwamba mlipaswa mkabidhi mwezi wa 11. Ndio design pia ilibaki. Hiyo ucheleweshaji upande wa mkandarasi. Ndio. Kwa sababu hizi sababu za changamoto ya miundombinu ya maji mimi nilielezwa. Ndio. Mradi ulichelewa kuanza takriban kama kwa miezi 4. Exactly. Lakini mkandarasi angelikuwa na kasi, ndio bado angeweza kukabidhi ndani hapo. Sawa. Hata kama kungelikuwepo na muda wa kudelay kumuongeza, usingezidi wiki 2 mpaka wiki 3. Sasa leo unachokizungumza kinanipa mashaka kidogo, kwa sababu nimeconfirm na watu wa Mwawasa, nimeconfirm na wewe, lakini na mkandarasi. Lakini kwa ujumla, kwa picha niliyoipata kabla ya yote, hata kabla ya kuja hapa, kuna uzembe mkubwa sana ndani ya kazi inayofanywa na mkandarasi. Tumetoka Mabatini pale, tumeona mtu anakushawisha hata kumuongezea muda kwa sababu anakutia matumaini kwa kazi ambayo amekwisha kuifanya. Mabatini imeongeza kama wiki 2. Maana yake wiki 2 kazi itakuwa imekamilika. Kwa hapo unavyozungumza mwezi wa kwanza, kwa taarifa nilionao ni mpaka tarehe 28. Maana yake ni kama mwezi huo ni mwezi wa 2 tayari. Sasa maana yake inatupa changamoto sisi namna gani tuzungumze kwa wananchi. Kwa sababu wananchi walio wengi wanauelewa, wanajua kuanzia mkataba unapofungwa, na bahati nzuri huwa mnafanya kwenye hafla za wazi. Wananchi wote wapo, Watanzania wote wanasikia na wanakuwa wanaona kwa macho yao. Inapotokea changamoto ya ucheleweshaji wa miradi namna hii, serikali inatukanwa, sisi wawakilishi wananchi pia tunatukanwa sana. Kwa hiyo mimi niombe, taarifa niliyoelezwa habari ya changamoto ya hiki ambacho watu wa Mwawasa hawajahamisha inakinzana kidogo na taarifa iliyopo. Ni kama mnaangushiana mizigo. Huyu anasema hiki, anasema hiki. Lakini all in all ni kwamba kuna ucheleweshaji mkubwa wa mradi huu ambao umesababishwa na upande wa mkandarasi. Na ningetamani, sijui kama mkandarasi yuko hapa au mwakilishi wake, tupate maelezo yake ya kina ili tutoke na kauli ya pamoja hapa. Kwa sababu kama hiki kipindi cha mpito hakuwepo wawakilishi wa wananchi, sasa sisi tumekuja, na sisi tumekuja kusimama kwa niaba ya wananchi. Kwa kile tutakachoelezwa hapa kisiwe na ongezeko wala maboresho ya muda. Naomba tupate taarifa kutoka kwa mkandarasi. Ipimilo kutoka kampuni ya Jasco. Ni bridge engineer. Kwamba mradi huu kama alivyoeleza mheshimiwa hapa, kumekuwa na changamoto kubwa sana uondoaji wa mabomba. Pamoja na kwamba sisi inaonekana kama tunazembea, lakini changamoto kubwa ambayo nimeiona, mpaka kufikia wiki iliyopita mabomba yalikuwa bado yanafanyika. Wakati naanza kubomoa lile daraja la zamani, kulikuwa bado na mabomba ambayo yalikawia karibu miezi 6 wasiondoe. Hicho nifanya tu kulipua pale ili bomba lile litoke ndio tuende, vinginevyo si ajabu mpaka sasa hivi kwa bado. Lakini kwa jinsi ambavyo tumeweza kufanya kazi kwa juhudi, kitu kinachosubiriwa sasa hivi ni mabimu yafikie kipindi chake, ambapo watategemea kufikia tarehe 24 mwezi wa 12. Mabimu yale tutayaweka pale, na ndani ya wiki 2 tutaweka slabu juu kufikia tarehe 10 mwezi wa kwanza. Kwa mimi ninavyojua na jinsi ambao nafanya kazi, watakuwa wananchi wanaweza kupita. Engineer, maelezo ya nadhani sijui ni meneja wa mradi au engineer anayefanya kazi ya ukandarasi hapa, ni kwamba kufikia tarehe 25 wananchi watakuwa wanaweza kufanya nini? Kupita. Hajazungumzia kukabidhi mradi ukiwa umekamilika 100%, na wakati mmepewa na mmejikomiti mpaka tarehe 28. Kwa hiyo upande wa mkandarasi bado unanipa wasiwasi, kwa sababu kauli yako inasema mpaka tarehe 25 wananchi watakuwa wanaweza kupita, na sio tarehe 10. Kwa hiyo 28 mradi utakuwa umekabidhiwa kwa 100%. Lakini nimepata picha ambayo inanipa mashaka upande wa serikali, lakini upande wa mkandarasi. Maelezo nayopata kutoka Mwawasa yanakinzana na upande wa TANROADS, lakini yanakinzana upande wa kwenu. Mimi niwaombe sana, hii kazi tumeomba kwa ajili ya kutumikia wananchi. Makubaliano yaliyoko ndani ya mkataba yafanyike kama ambavyo mkataba unaelekeza. Mimi sintokubali tarehe ambayo umekwisha kuomba na mkakubaliwa
Sintokubali kuona inaongezwa hata siku moja ya kwamba mkataba unaongezeka. Kwa hiyo niwaombe, jielekezeni, mfanye kazi kwa nguvu zote. Fanyeni kazi usiku na mchana. Ninajua mkandarasi lazima ukiri hapa kulikuwa na uzembe. Nimeelezwa hata wale wasimamizi wameshabadilishwa mara moja mara mbili, na yawezekana si zaidi ya wiki mbili kuna mabadiliko yametokea hapa ya wasimamizi. Kwa hiyo ninaomba tusirudi kule tulikotoka. Tujielekeze kufanya kazi ya wananchi, kwa sababu tukifanya hivyo wananchi tunakuwa tumewatendea haki ya kupata huduma za kijamii ambazo wanatamani zifanyike wakati wote. Nadhani tuko tayari, sisi tunaweza tukaendelea na mkutano wetu. Engineer? Ndio. Engineer. Sasa kosani ya kwanza, mheshimiwa mbunge, tumtake mkandarasi aboreshe sana ile bypass. Wananchi wanapiga kelele sana, ina mashimo mengi mno. Alafu muda wa kuirekebisha, anairekebisha ule muda ambao wananchi wanafanya movement. Na wakati anatakiwa afanye usiku, wakati hamna movement kubwa. Lakini la pili na la mwisho, tumuulize mkandarasi hapa, wasijua katuletea kigezo cha lami. Najua huwa kuna changamoto ya uagizaji wa lami. Isije kafika wewe kipindi akasema tumepata changamoto ya kupokea lami mapema. Sasa tumuhoji tu hapa kwamba utaratibu wa uagizaji wa lami ameshafanya au la. Ndio, kwa upande wa lami mkandarasi ameshaleta, na sisi wataalamu kutoka kwa client tumeshaitest kuangalia ubora wake. Kwa hiyo tunachosubiri tu sasa ni kufikia level ya tabaka la lami tayari tuanze kumwaga lami. Kwa hiyo mkandarasi lami ameshaleta tayari. Mheshimiwa madiwani, kuna yeyote mwenye concern? Mheshimiwa diwani wa kata, karibu. Engineer Joseph Kadala. Unaongea tu anakushikia. Baba sogea. Mhandisi Joseph Kadala. Richard Sebastian Masesa ndiye diwani wa kata hii ya Mkuyuni. Leo kwanza nashukuru kwa ziara hii ya mheshimiwa mbunge akiambatana pia na madiwani wenzangu kutembelea kata yetu ya Mkuyuni. Karibuni sana Mkuyuni. Mheshimiwa mbunge, kama ulivyoeleza hapo awali, kata yetu ya Mkuyuni ndio kiungo cha wale wanaotoka kata za pembezoni kuja mjini. Na hii imekuwa kidogo imetuletea changamoto kwa wale wanaokuja mjini kulingana na hii adha ya barabara. Na kilio cha wanamkuyuni, hata Wananyamagana kwa ujumla na Wanamwanza wanapofika hapa huwa kidogo kwa kweli hawajisikii vizuri kama wanakuja mjini. Sasa rai yangu kwa mkandarasi, taarifa nilizonazo ni kwamba mpaka mwisho wa mradi huu mnakabidhi tarehe 28 mwezi wa kwanza. Isitokee tena kisingizio. Maana nimepata wasaa wa kuongea na mkandarasi mmoja ya timu yenu, amenieleza sababu ya kucheleweshwa kwa mradi huu ilikuwa ni miundombinu upande wa maji. Kwa maana mamlaka ya maji ilikuwa haijahamisha yale mabomba. Na sasa mabomba yamehamishwa. Kwa hiyo hakuna kisingizio chochote kile ambacho kitasababisha mradi ukwame. Na niwaombe pia, sijui mmejipangaje wakati wa mvua zinaponyesha, wakati fulani mradi huu unasimama. Sasa labda mkandarasi, kwa niaba ya madiwani wenzangu na mheshimiwa mbunge, unatuelezaje kuhusiana na hiyo endapo mvua itakapojitokeza? Kwa sababu mara nyingi imekuwa ikisimamisha uendelezaji wa huu mradi. Na haya maji yanakuwa yanaleta adha kwa wananchi ambao wako jirani na huu mradi. Asante sana. Karibu. Majina naitwa Jovina Kalisti, ni mkazi wa Buongo. Changamoto tunayoipata katika ujenzi wa barabara hii, mvua inapokuwa inanyesha, ni swala la usafiri. Tunafika eneo la kazi au jioni inapokuwa inanyesha, ule muda wa kurudi nyumbani na tugharimu sometimes tunaingia ndani saa 5 usiku. Maoni yangu binafsi kwamba ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa mfano kama kwenye kipindi cha masika tulikuwa tunahangaika sana. Kwa hiyo sisi kama wananchi wa Mkuyuni, huu mradi tunafukana nao kwa sababu ukikamilika tutakuwa tena hatuna usumbufu tena labda wa usafiri. Kwa hiyo tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kutuona kwa hiyo. Sumaila Rashid Malwa, ni mfanyabiashara wa soko kuu la Mkuyuni Mwanza. Kwa upande wa soko letu la Mkuyuni, mvua inaponyesha tunaathirika kiasi kikubwa sana, kwa sababu miundombinu ni mibovu. Ina maana kwamba barabara haina mitaro kama kwa sasa. Mvua inaponyesha maji yanakosa mwelekeo, maji yanajaa ndani ya soko.
Yaani wafanyabiashara tunaathirika kiasi kubwa, tunaroanisha mizigo, michele, ngano, mafuta, vyote tunakuta viko ndani ya maji. Kwa hiyo tunakuwa tumeathirika sehemu kubwa sana. Mvua inaponyesha na maana kwamba biashara mle sokoni haifanyiki. Na maana ukiingia sokoni maji yanafika kwenye magoti. Na meza zetu ziko bondeni, na maana soko letu liko bondeni. Kwa hiyo tunaathirika pakubwa sana. Serikali sisi tunaiomba itutengenezee miundombinu, pia soko letu tuboreshe. Kwa sababu ndani ya lile soko kuna tope nyingi sana. Yaani mvua ikinyesha tunakuwa kama vile tuko majarubani. Kwa hiyo tunaomba soko serikali tuboreshe soko sisi wafanya biashara.